atonement. Kwa hivyo usijali na Kiingereza atonement. Usijali na Kiingereza, mambo tu itakuwa sawa. Usijali na Kiingereza, mambo tu itakuwa sawa. Atonement. Unaweza sifiwe. Leo ikiwa ni ibada ya roho na moto, roho Mungu na moto, our topic will be atonement. Unaweza sifiwe. Naomba tufundishane Kiingereza tunapoingia ndani. Mwangalie mwenzako tu mwambie atonement. Labda tu vizuri, kama umchukie mwambie tu atonement. Mwambie rafiki yako mwambie tu atonement. Asante sana. Kama ameshika geukio mwingine mwambie, muulize unafahamu? Haya, mwambie tena atonement. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka kwanza tujifundishe kile kinaitwa atonement. Bwana Yesu asifiwe. Atonement is ideas in the Old Testament. Ideas in the Old Testament that removed impurity. Nitaeleza tu kisonga mbele. Ideas in the Old Testament that removed impurity. Ni sehemu ya sheria zilizowekwa katika Agano Kuu za kutoa uchafu wowote katika kile tunaita the tabernacle of God. Sometimes during the times of Solomon, the temple. Now listen, atonement ni sheria iliyowekwa katika Agano Kuu la kuondoa chochote kinaitwa uchafu katikati ya watu na katika hekalu ama kile tunaita tabernacle katika nyumba ya Bwana. Kwa hivyo naamini kufikia sasa kila mtu anaelewa atonement. Sheria zilizowekwa kuhakikisha watu ni watakatifu, watu wanaishi kulingana na vile Mungu anavyotaka. Basi katika New Testament, 1 Corinthians 15:3, New Testament, 1 Corinthians, my reader, you must be very active. 1 Corinthians 15:3. Now the meaning in the New Testament, taenda tu kwa haraka. Nimesema katika Agano Kuu kuna zile sheria ziliwekwa ili kuondoa uchafu katikati ya watu na pahali pa kuabudiwa, pahali pa kukutana na Mungu. Hizo sheria hizo tunaziita atonement. Katika Agano Jipya ama Agano ambapo sio ya kale lakini ni ya kisasa iliyotokana na msalaba, New Testament, 1 Corinthians 15:3. I read that. 1 Corinthians 15:3. Yes. For what I received, I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the scriptures. Bikia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Fika tu hapo tuende pamoja. So in New Testament, atonement means Jesus Christ becoming the sacrifice to remove all sins that make the anger of the Lord to be upon the people, Nataka niende tu kwa haraka. Katika New Testament, kile tunaita atonement ni Yesu akiwa ndiye akizichukua zile dhambi na itoe kama sadaka pamoja
pamoja na damu yake isafishe yeyote atakayehitaji kuwa mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi tuko pamoja mpaka hapo? Kwa hivyo atonement inamaanisha sheria za agano kuu zilizowekwa ili kuhakikisha kuna utakatifu katikati ya watu. Katika agano jipya, kulingana na mitume na the prophecies of prophet Isaiah, ni kwamba Yesu kuwa dhabihu kamili, dhabihu tosha inayochukua dhambi za watu wote, ili watu wao watakatifu na waweze kuishi na Mungu. Katika kitabu cha Genesis na Leviticus, maandiko inasema kuna njia yenye nguvu ilipatiwa Mungu Baba, the Holy of Holies. Katika structure ya kanisa, what we call tabernacle, the temple, kulikuwa na pale panaitwa the Holy of Holies, ambapo kulikuwa kunaingia nabii priest peke yake ili kuongea na Mungu. Kwa hiyo katika agano kuu Mungu amepatiwa njia, Holy of Holies. Kwa nini amepewa hiyo njia? Yaani mtakatifu wa watakatifu. Ndio wewe unayekuja Yesu asichukue dhambi, uwe mtakatifu. Akiwa mtakatifu na wewe mtakatifu. Halo? Nisikilize hapo nirudie. Kwa nini Mungu amepatiwa jina Holy of Holies? Ndio wewe na mimi ambapo tumekuja kwa Yesu. Yesu awe ni dhabihu linaloondoa dhambi kwetu. Sisi tuwe watakatifu. Ndio maana Mungu anaitwa Holy of Holies. Yeye ni mtakatifu na sisi tuwe watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. So kulingana na sheria za Biblia na za kiroho, there is no excuse. Everybody must be ready to be holy. Failure to that, as the Bible says, is just hellfire. Listen to me, children of God and sons and daughters of God. Listen to me. Tunapoenda katika maandiko, jifunze kufahamu vitu vya kiroho. Maana katika agano jipya kuna sheria utafungua na ufuate, na ukisifuata hautafika mbinguni, lakini zimeandikwa. Lakini ukikuwa kiroho, uingie katika anga ya utakatifu, utatambua ile sheria imeandikwa pale na imeandikwa in the form of flesh. Watu wanasema kwamba kila andiko katika Biblia linaleta utakatifu. Sio vile. Andiko zingine zimeandikwa ni kuleta mafundisho, lakini ukizifuata hautaweza kuingia mbinguni. Na ulise tuende pamoja. Nataka nitaje hii ndio tuende pamoja. Biblia iko na imegawanywa. Imefanya namna gani wale waandishi wa Biblia? Kuna sheria za kiroho from Genesis to Revelation. Kuna sheria zingine za kimwili. Na kuna zingine zile tunaita hypothetical, ama zinaleta hypothesis, ama tunaita heresy to the kingdom of God. Na usipoelewa hivyo utajipata tumateka. Ni kama niliona mwingine akisema Paulo alimwambia Timothy, kunywa kidogo kwa tumbo yako. Wewe kunywa kidogo tuone kama utafika mbinguni. Na imeandikwa tu pale. Kwa hivyo tukiingia katika maandiko, ninahitaji you perceive the truth in spirit. The truth as it is. If you are together with me. Nataka tu useme kwa sauti kidogo tu, mwambie mwenzako power of the word. Mwambie tu bila kielele tafadhali. Mwambie tu pole pole tu, power of the word. Geukia mwenzako pia mwingine mwambie power of the word. Pigia Yesu makofi mazuri. Jackson, you are moving too slow and I'm waiting for you. Kwa hivyo pengine nitakuwa nataja, ninaeleza. So ukienda nyumbani utarudia. Na nataka tu songe na I'd like us to move on now. Now let us go to the book of, wengine sitasoma kwa sababu ya muda, Leviticus 11:15. Leviticus 11:15.
so many chapters. Kwa hivyo chapter 11, chapter 12, chapter 13, chapter 14, chapter 15. Kwa hivyo natusome sahihi. Wewe andika tu, utaenda kusoma. Mimi ni mhubiri na pita hapo nitatumia hiyo content ili tusonge pamoja. Nitatumia hiyo content ili twende pamoja. These chapters taught people on how to be holy. On how to be holy and the reasons of holiness. These chapters taught people on how to be holy and the reasons to be holy. These chapters taught people on how to be holy and the reasons to be holy. Ama kisoma katika vifungu hivi vya kitabu hicho cha Leviticus 11 chapter 11 to 15 zinafundisha watu njia ya kukaa utakatifu na sababu ya kukaa utakatifu ama kwenye utakatifu. Na ninataka tusonge mbele ili tuende pamoja. Ninaamini kwamba hata wewe umeketi pale utanisaidia kuhubiri. Muulize mwenzako, umesikia? Muulize vizuri. Muulize kama umesikia. Na nataka tuende pamoja. The commandments given given to ensure holiness prevails. Na nitafanya summary ili tuende pamoja. So zile sheria zimepeanwa pale ni kuhakikisha utakatifu umekaa ndani ya watu. Now listen this, very important, listen this. Sheria zingine hazikumaanisha kwamba umefanya dhambi. Kuna zile sheria zimepeanwa pale na si kwa sababu eti unafanya kitu kwa sababu umefanya dhambi. Sikiliza. Ukisoma pale maandiko inasema, hebu soma hapa twende pamoja. Huko kwingine nitapita kwa haraka niende kwa haraka. Hapa nimeandika nini? Kwa Kiswahili. Mwana sheria. Mwanamke. Ukisema pale kuna sheria inasema, maandiko inasema kwamba kitabu cha Leviticus, mwanamke akizaa alikuwa anahesabika kwamba sio mtakatifu na haikuwa dhambi kufanya hivyo. Nataka unielewe vizuri. Ukisema pale maandiko inasema mwanamke akipata mtoto, maandiko inasema ilikuwa inahesabika kwamba amefanya dhambi na si kwamba ni dhambi. Sikiliza vizuri. Yaani ukiwa wewe mwanamke na uko na mtoto, ilikuwa inasemekana wewe sio mtakatifu, lakini hiyo haikuwa nini? Haikuwa dhambi. Next, nataka nipeane mfano mwingine. Futa kwa haraka tu, twende pamoja tafadhali. Mtu yeyote alikuwa na skin rash pale hapa. Mtu yeyote alikuwa na skin rash kwenye kuna ilikuwa inahesabika kwamba sio mtakatifu, lakini haikuwa dhambi. Mpaka tuende pamoja. Na unisikilize tuende pamoja. Hizi sheria zinamaanisha nini? What does these commandments teach us? What does these commandments teach us? What does these commandments teach us? What does these commandments teach us?
Je, hizi sheria zinatufundisha nini? Listen carefully. Uliza, mwambie mwenzako usila. Shetani anatafuta nafasi ya kukuroga. Mwambie toka katika Genesis. Now, pende hapa. What does these commandments teach us? God is supreme in holiness. God is supreme in holiness. Nataka nikuonyeshe hapa mbele. Kwa hiyo Jackson leo natumika hapa tu kuja na sikiliza. Angalia hapa ndio twende pamoja. Jackson akiwa anajikuna mikono ilihesabika kwamba sio mtakatifu, lakini haikuwa dhambi. Kwa hivyo hakuruhusiwa kuingia pale pa kuabudu. Mwanamke akiwa na mtoto mdogo hakuwa anaingia pale pa kuabudu, ilihesabika kwamba sio takatifu. What does that teach you? Listen to the pamoja. What does that teach you? Ikiwa Mungu inakufundisha kwamba supreme inamaanisha Mungu ni mtakatifu sana kiasi cha kwamba listen, hataki kuona ugonjwa karibu na rashes. Hataki kuona ugonjwa karibu na yeye sababu ni mtakatifu sana. Listen to the pamoja. So the idea, listen, the idea in the book of Leviticus 11-15, it is not something that should cut you red-handed. Si kitu ambacho kinabaki kusumbua. Hiyo ni kitu inaonyesha God is supreme in holiness. Yaani Mungu ni mtakatifu sana. Ni mtakatifu sana kiasi cha kwamba pale hapo hakuna ugonjwa unafaa kuwa karibu nao. Na sheria zingine ziliwekwa kumaanisha God was holy, extremely holy. Hapo na ile tunaita supremacy, yani he is the highest in terms of holiness. Pigia Mungu makofi matatu. Na nataka tusonge pale mbele ili nimesema nitaenda tu kwa haraka a little bit. Kuna kile tunaita Ark of Covenant. Ark of Covenant. Nataka tuende pamoja. Kuna kile tunaita Ark of Covenant. Ark of Covenant kwa Kiswahili sanduku la agano. Sanduku la agano. Nataka tuende pamoja. Ark of Covenant ni sanduku la agano. Nataka sasa tuangalie kitu kinaitwa mercy seat. Mercy seat. Gusa mwenzako mwambie mercy seat. Si ati kama anaitwa mercy samahani, lakini mwambie mercy seat. Yaani kiti cha huruma. Listen, twende pamoja. Nataka sasa nikufundishe kile kinaitwa mercy seat. Ni nini? Ndio twende pamoja. Ukisoma Leviticus 11-15 na pia uongezee ile chapter 16, itakufundisha kile kinaitwa mercy seat. Na ndio nataka kuifundisha tukisonga mbele. Tuanzie pale kwa kile kinaitwa Ark of Covenant ama sanduku la agano. Jackson, twende pamoja tafadhali. Na nataka nikuonyeshe kile kinaitwa mercy seat. Ndio twende pamoja. Muhimu ni uelewe notes nitakutumia kwa mtandao. Na cheki ya nataka nikueleze ili twende pamoja. Next week part 1 nitakuwa nafundisha the Ark of Covenant, lakini kwa sasa tu nataka kujue kitu kinaitwa mercy seat. Nataka tuone pamoja. Nimesema mercy, kiti cha huruma, sawa sawa. The mercy seat. Hebu nione wangapi wameshika vile nimesema. Asanteni sana. Kiti cha huruma ninaweza nikatafsiri hivyo, lakini kwa Kiingereza ni the mercy seat.
Na cheki ya kama mtu amelala, muangalie mkono, mwambie shika usingizi. Na kia mtu mwambie nimekuombea. Pigia Yesu makofi mazuri. Kama wako wameamka, pigia Yesu makofi mazuri. Kama yaamka, cheki ya twende pamoja. Mimi nakufundisha tu kitu kidogo hapa, alafu twende mbele. Sanduku la agano ilikuwa na miguu minne. Ilikuwa na mti hapa na mwingine umejengwa, zote zimejengwa, nitafundisha huko mbele, lakini nataka uone hapa mahali pa kushika hapa na hapa. Ndani yake kulikuwa na sheria, lakini cheki ya kulikuwa na kifuniko. Sawa. Hii kifuniko ndio inaitwa mercy seat. Hii kifuniko ndio inaitwa mercy seat. Watu wa msifikiria ati ni kiti, sio kiti. Sawa. It's not a chair. Tukiwa na sanduku la agano yote, ikiwa kuna miguu, kuna viti ya kushikilia, kuna the body, kulikuwa na ile kinaitwa kifuniko. Angalia hapa. Kifuniko ndio inaitwa mercy seat. Na kifuniko ilikuwa imejengwa ama imetengenezwa na dhahabu. Dhahabu kwa Kiingereza ni gold. Mwambie mtu ilikuwa inatengenezwa na dhahabu. Mwambie tafadhali, mwambie shetani asikie unamwambia. Mwambie ilikuwa imetengenezwa na dhahabu. Kama umemwambia nipigie makofi matatu. That is excellent. Now check. The mercy seat ilikuwa imetengenezwa na dhahabu. Now check ya twende pamoja. Pande mbili, pande hii na pande hii, kulikuwa na kile tunaita, unaweza tamka cherubim. Cherubim ilikuwa pande hii na pande hii, sawa, juu ya kifuniko. Now listen, mercy seat, listen, twende pamoja. Hii yote sanduku la agano, listen, twende pamoja. Sanduku la agano hii yote, ukisoma katika Old Testament utasikia kitu kinaitwa, mtu mwingine yafute wakuta taka twende pamoja. So nimesema pande moja ilikuwa kuna na kitu kinaitwa cherubim, na pande nyingine cherubim. Bwana Yesu asifiwe. Na huko nitaeleza baadaye, lakini kile nataka ufahamu ni the mercy seat. Sasa mwanzo mwambie mercy seat. So mwambie mercy seat ni kifuniko, sio kiti. Mwambie tu sio seat, ama sio kiti, ni kifuniko tu. Mercy seat. Bwana Yesu asifiwe. Na katika Old Testament kuna kile tunaita tabernacle. Now tabernacle was portable, na nitaeleza hapo tu. Katika Old Testament kuna kile tunaita tabernacle. The tabernacle was portable, nitaeleza hapo. Portable inamaanisha ni kitu ungebeba hivyo, like tunabeba. So tabernacle ni Mungu walikuwa wanambeba wakitoka, wana wa Israeli wakitoka Misri waende Kanaani. So walibeba Mungu wao. Listen, twende pamoja. Katika Old Testament Mungu ndio akae katikati ya watu. Alikuwa anahitaji pahali pa kukaa. Listen, twende pamoja. Katika agano kuu ndio Mungu akae katikati ya watu. Alihitaji pahali pa kukaa. Kwa hiyo amungesema mko na Mungu bila kuwa na pahali Mungu anakaa. Kwa hiyo watoto wa Israeli wakitoka Misri waende Kanaani, lazima, ukisoma maandiko nasema Mungu akawaambia watengeneze sanduku la agano, ndio Mungu aje kuishi hapo. So Mungu alikuja kuishi kwenye sanduku la agano. Tukisema tabernacle inamaanisha madhabahu ambapo ungebeba uende nayo, na Mungu alikuwa anaishi pale ndani. Pigia Yesu makofi mazuri. Nisikilize tu kama tunaenda mbinguni. Listen to me carefully. I'm a spirited man of God. Now listen.
maana niko na upako na anointing ya Mungu ndani yangu. Kwa hiyo tabernacle ni kitu portable. Mungu alihitaji pale pa kukaa. So kanisa la Musa walitengeneza sanduku la agano, tabernacle, kitu ambacho unaweza beba from one place to the other. Kumbe hapa unajua Kiingereza another, the other, another, yote ni sawa. Now listen, twende pamoja. So mahali popote walikuwa wanaenda, walikuwa wanabeba Mungu wao, na Mungu alikuwa anaishi pale ndani. Kwa hiyo walipatiwa sheria jinsi wataitengeneza, jinsi wataiunda, jinsi wataweza kuiweka. Kwa hiyo hapa pande hii na pande hii kulikuwa na tembe, lakini mercy seat ni hiyo kifuniko peke yake, ndio inaitwa mercy seat. So pale popote walikuwa wanaenda walibeba Mungu wao, Mungu wao. Now listen this. Listen this, nataka kwenda haraka. Listen this. Wana wa Israeli wakiwa na makosa yoyote. Listen. Wana wa Israeli wakiwa na makosa yoyote, lazima wangemwendea, listen, kuhani wao ama wamwendee priest wao. Listen. Wakiwa na aidha mbuzi ama kondoo, ile tunaita ram, ama ng'ombe, wakishafika kwa kuhani ndiye alikuwa anakuja mahali kuna tabernacle ama sanduku la agano ili wakapate utakatifu. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen this. Listen this, twende pamoja. Listen this. Katika Biblia kukawa na mtu ambapo tunamuita Aaron. Hizi inaandikwa aje? Aaron. Tuandike Kiswahili. Nimepata? Sije kama nimepata. Nataka watu ambao ni wasomi. Nimepata? Sika uandike, ninajua tuko pamoja. Andika. Kwa Kiswahili nilikuwa nataka kuandika Kiswahili. Andika Kiswahili nione. Andika Kiswahili. Wacha andike Kiswahili. Ndio twende pamoja. Pigie Yesu makofi mazuri. Nataka tutumie Kiswahili tafadhali. Aruni. Ukawa na mtu ambao anaitwa Aruni. Bwana Yesu asifiwe. Now listen. Aruni akawa na watoto wawili. Two sons. Aruni akawa na watoto wawili. Two sons. Mmoja alikuwa anaitwa Abiu na mwingine alikuwa anaitwa Nadab. Kama wewe ni Muislamu natamka Nadab. So kukawa na hao watu wawili. Aruni akawa na watu wawili, two sons, watoto wawili. Mmoja anaitwa Abiu na mwingine anaitwa Nadab. Listen. Wakati mmoja, anasema wakati wawili. No. One day, hawa watoto bila ruhusa ya Aruni na bila ruhusa ya Musa wakaamua kwenda kutolea Mungu dhabihu ya moto mbele za Mungu. Na listen, maandiko inasema Abiu na Nadab wakaenda. Kumbukeni, mercy seat, listen, ilikuwa inabeba utakatifu wa Mungu. Mercy seat ilikuwa inabeba utakatifu wa Mungu. Kwa nini inaitwa mercy seat? Hapo ndio tunaelekea. Wakati Nadab na Abiu walienda kutoa, sikiliza tele pamoja, sadaka, ama walienda kutoa moto. Zilikuwa zinaitwa moto kwa sababu zilikuwa zinachoma mbele ya hii tabernacle. Listen, wakaenda bila utakatifu. Maandiko yanasema they died, walikufa. Listen this, walienda na wakafa. Walipokufa, Leviticus 16:2 tusomewe pale.
Walipokufa, Leviticus 16:2. Ipeleke haraka. The Lord said to Moses, The Lord said to Moses, Tell your brother Aaron that he is not to come whenever he chooses into the most holy place behind the curtain in front of the atonement cover on the ark, or else he will die. For I will appear in the cloud over the atonement cover. Now listen this. Angalia hapa. Mungu akazungumza na mtumishi wake, akamwambia, mwambie Aruni asiende kwa sanduku la agano hili, maana akienda hapo bila utakatifu wowote, hata yeye atakufa kama watoto wake. Listen, kwa sababu utakatifu wa Mungu ulikuwa katika kile tunaita mercy seat. Now listen, nataka tusonge pamoja. Kama vile nimeanza kusema, God as supremacy is highest in terms of holiness. Na pendelee kitu kinaitwa uchafu ama uovu hata kidogo. Therefore, I exist as a king, as a holy king. Pigia Yesu makofi mazuri. Na mimi ninapofikiria kama mwanadamu, ninaona kwamba watoto wa Israeli ama wana wa Israeli hawakuwa na maisha rahisi. Maana ukishakaribia ile sanduku la agano bila kujitakasa, listen, bila kujitakasa lazima ungekufa. Na nataka tuende pamoja sasa. Kakuta, I'm waiting to know. Please, harakisha. So aukekaribia pale bila kujitakasa. Maandiko yanasema wakati Mungu, listen, pale kumeandikwa juu ya masjid, juu yake kulikuwa kunakuja cloud in the voice of the Lord. Juu ya mercy seat there was a cloud. That cloud means voice of the Lord. So this is the mercy seat, kifuniko. Hello? So juu yake kulikuwa kile kinaita the cloud, wingu, sauti ya Mungu. Kwa hiyo wakati wowote ungekuja kuleta dhabihu zako, and there is no holiness, hii sauti ingekuja na inakuua mara moja. It will kill you instantly. Now listen, mpaka tuende pamoja. And that's how watoto wa Haruni walikufa tu. Walienda pale na Mungu ni mtakatifu sana, bila kujitakasa, bila kujiosha, bila kufuata sheria za Musa, wakatoa moto wao wakafa. Na Mungu akamwambia Musa, mwambie Haruni asikuwe na kielele ya kwenda pale kila mara kwa mara kama hana utakatifu wowote. Alimwambia hivyo. Basi ikawa hivyo. Pigia Yesu makofi mazuri. Na nataka tusonge mbele kwa neema ya Yesu Kristo. Where did the idea of Ark of Covenant ama tabernacle come from? Hiyo ni swali andika. Where did the idea ama the Ark of Covenant, sanduku la agano, lilitokana na nini? Now listen. Where did the idea of a tabernacle come from? Tabernacle or Ark of Covenant come from or came from? Zote utaandika ni sawa, because the word of the Lord is living. Now listen. Mimi ninapotazama Biblia, kuna mtu ambapo alipendwa na Mungu na jina lake ni David. Na alikaa akijua siri ya Mungu. Alikaa akijua jinsi ya kuelewa Musa, jinsi ya kujielewa na jinsi ya kuelewa future. So a man of God by the name David knew the future
Therefore, let us read the book of Psalms 91. The book of Psalms 99, 1. Zaburi, Psalms 99 verse 1. Tuangalie pale, my reader. Now sikiliza hii, utashangaa. Listen this. Psalms 99:1. Psalms 99:1. Zaburi 99:1. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the nations tremble. The Lord reigns. Let the nations tremble. Let the nations tremble. He sits enthroned between the cherubim. Now listen there. Maandiko yanasema Mungu ni mtawala na anatawala. Listen carefully. Children of God, if you are going to heaven, listen this. Maandiko yanasema na Daudi, tumishi aliyependwa na Mungu, Zaburi 99:1, akasema Mungu anatawala. Na mbele hapo akasema kila taifa likatetemeke. Listen carefully. Mungu anatawala na kila taifa likatetemeke. Now listen. Nyakati za Musa na Haruni. Listen. Ungeenda mbele za Mungu bila kujitakasa, unakufa tu. Wachana hapo na kutetemeka, unafanya. Wakati Biblia inasema na taifa ama mataifa yakatetemeke, let all nations tremble, inamaanisha nini? You should fear God. Listen. You should fear God with your mind, with your intestines, with your air, whether good or not, with your legs, with everything. You should fear God. And no, listen, no question. But what do we do? What do we do? Any person, mtu yeyote angeishi nyakati za Musa, sikiliza, aliyekamishwa na Mungu, sikiliza, angeleta kielele mbele za Mungu. You could say, I am going to offer this sacrifice on myself, and then you die. Watu wanapata tu shakufa. So Mungu alikuwa anabebwa na kitu tunaita the Ark of Covenant. Maandiko inasema anakaa, listen, anakaa katikati ya cherubim mbili. Hapa pamei, hiyo ndio kiti chake. So mtu yeyote alikaribia sanduku la agano, Mungu alikuwa pale. So pale popote Chicago, pale popote walienda walibeba na Mungu alikaa. Kiti chake Zaburi 99:1. Huyo mtumishi tumpigie makofi hata kama hatupo. Alijua sheria za Mungu. Wale wanaenda mbinguni mtapata tutekia. Alikaa katikati ya two cherubims. So kulikuwa patakatifu. Na ndio maana Daudi anasema tremble nations. Fear. God is not like the way you think. Fear. You know why people don't fear God? They are not taught the truth. They are not taught the truth. Yet our issue where therefore they do not fear. And you listen. Ukikana mhubiri mwenye ajui maandiko, listen. Mwenye is not spirited, listen. Mwenye ana power ya Mungu, hawezi akakuletea Mungu jinsi alivyo. Ataleta theory, ataleta mawazo, akinyama bado watakuja kunyama, vitu kama hizo tu. Lakini kulingana na maandiko, Musa was well educated in knowledge of God. Same way David alikuwa hakika kabisa anajua Mungu ni nani. Now listen this carefully. The merciful seat of God was, listen, in between the cherubim. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa nini Daudi akasema kitabu cha 99:1? Akasema ninamfahamu Mungu. Akaambia taifa ninamfahamu Mungu. Ninamfahamu Mungu. Ninamfahamu Mungu anayetawala. Ninamfahamu Mungu anayetawala. Nyinyi mataifa, ogopeni tu. Nyinyi mataifa, ukiangalia zile maombi Daudi alifanya, in your God. Lakini ukiangalia watu wa kisasa,
Vile wanachezea maombi, you can really say there is no God. But according to the kinds of prayers that David made, he knew God. Akamwambia mataifa, listen carefully. Listen carefully. Kuna Mungu anatawala. Ogope. Tetemekeni. Na anakaa katikati in between two cherubims. Nataka tusome mahali pengine sasa. Pigia Yesu makofi mazuri. Ukisoma Leviticus 16:3-5, endelea kumaliza. Leviticus 16:3-5. Dota, unipeleke kwa haraka. Na nataka tusomewe pale. Na nitaeleza tu, maandiko inaeleza how to enter the most holy place. The most holy place. Vile walikuwa wanaingia katika pale patakatifu nyakati zile. Soma. This is how Aaron is to enter the most holy place. This is how Aruni anafaa kuingia pale patakatifu. He must first bring a young bull. Lazima kwanza alete ng'ombe ambao haijakaa miaka, ambao tunaita bull, for a sin offering. Kwa sababu ya dhambi zake. Namba 2. And a ram for a burnt offering. Yes, and number 3. He is to put on the sacred linen tunic. Yes. With linen and a garments next to his body. He is to tie the linen sash round him and put on the linen turban. These are sacred garments, so he must bathe himself with water before he puts them on. From the Israelite community, he is to take 2 male goats for a sin offering and a ram for a burnt offering. Pika hapo, pigia Yesu makofi mazuri. Cheki hapa nikueleze. Naelekea kukufundisha kabisa. Cheki hapa. Maandiko yanasema ndio Musa aingie pale patakatifu, lazima angejipanga. Kwanza achukue ng'ombe ambayo haijakaa miaka, ajitakase, aondoe uchafu kwake. Namba 2, achukue kondoo wa kiume wa kutakaswa, the burnt offering. Na basi katika vizazi, the Israel community, katikati ya watu, achukue mbuzi 2. Achukue mbuzi ngapi? 2. Hapo tu nitaeleza. Sikiwa hizi mbuzi 2 angefanyia nini ndio aingie kule. Check now. Mbuzi moja alikuwa anafanyiwa kile tunaita, sikiliza, sacrifice. One goat alikuwa anafanya kile tunaita sacrifice. Na mbuzi wa pili, ulize mtu na mbuzi wa pili. Halo? Naomba nitumie mtu mmoja tu kama yeye Richard. Usijali, tutakupa mbuzi. Inama kama mbuzi hapa. Baada nikuonyesha. Cheki ya. Haina shida. Tupigie makofi kwa kutii. Asante. So, mbuzi wa pili, angalia twende pamoja. Mbuzi wa pili hakuwa anafanyiwa kile kinaitwa sacrifice. Musa listen. Baada ya kumtoa yule wa kwanza, Aruni angefanya hivi. Angekuja na dhambi za Israeli, ashike kichwa. Halo? Asishike wapi? Ashike kichwa cha ile mbuzi. Alafu ile mbuzi ilikuwa inatumwa inaelekea wilderness. Kwa pamoja. Listen, angalia hapo uone wale amuoni. Soka huko mbele hivi ndio watu wa Bwana. Haina shida. You are my good friend. Hata utalipo kuwafundisha. Now, cheki ya Musa alimwambia Aruni, yule mbuzi wa pili, kuja na dhambi zile za Israeli zote, Israel communities, pamoja na zile
shika ile mbuzi kichwa. Halo? Alafu iruhusu ikimbie mpaka iende wilderness. Unaweza kimbia mpaka wilderness. Enda uketi. So akishika hivyo, mbuzi huyo alikuwa anaenda wilderness. Kwa Kiingereza tunasema scapegoat. Scapegoat is the name suggests. Scapegoat is the name suggests. Hiyo Kiingereza ni kama ni mziki. Yaani scapegoat ni yule mbuzi sasa ameshikwa kichwa, dhambi zote amezibeba. Ni kama amekuwa sasa mwenda wazimu, anakimbia wilderness, anaenda nazo. Mwambie mtu mbuzi amekimbia. Mwambie mbuzi amekimbia. Amekimbia kifikiri akaenda zake tu. So ukisha Pedro ni maani masheka, listen carefully. You must be alert. Now listen. Mbuzi alikuwa anaenda wilderness na dhambi zake. Swali ni akishikwa kichwa na amebeba zile dhambi, ameenda, yule mbuzi ameenda wapi? Hiyo ndio swali. Yule mbuzi ameenda wapi? Listen to me. Nataka upate revelation vizuri. Wakati ulisikia mtu alisamehewa Old Testament, zile dhambi zilikuwa zinabebwa na huyo mbuzi, anaenda zake. So anaenda wapi? Listen me, children of God. Zile dhambi zote za kuanzia tangu watu, sikiliza, hata zile za Agano Kuu, watu wote waliosamehewa na Mungu zilibebwa na huyo mbuzi, akaenda msituni, akaenda wilderness. Listen carefully. Tukisoma dhambi za Musa, dhambi za Haruni, dhambi za watoto wana wa Israeli, zote yule kuhani akishika yule mbuzi hivyo, alikuwa anakimbia, anapotea, anaenda zake wilderness. Watu tunaona kama wanajiuliza, nani akipiga chenga arudi? Hakuna msamaha. Lazima angeenda wapi? Wilderness. Listen. Nataka msikilize vizuri. Sasa ufunuo wa hii maandiko tunakuja katika kitabu cha Hebrews na utaona kuna watu wanasema Musa alisamehewa dhambi zake na mbuzi. Wengine wanasema na kwa sababu ya ng'ombe Haruni akasamehewa. Hapana. Zile dhambi zote zilikuwa collectively. Unashika kichwa ya mbuzi, inakimbia inaenda wilderness. Sasa akienda wilderness na hizo dhambi, mtu anaweza jiuliza, sasa mbuzi akiwa wilderness na hizo dhambi, sasa zitaenda wapi? Zitaenda wapi? Hapo sasa ndio nataka tuingie. We can read nataka tusome hapa ili tuelewe kwanza. Kwa neema ya Yesu Kristo, naenda tu kwa haraka, usiwe na wasiwasi. Kwa neema ya Yesu Kristo, nataka tuende kitabu cha Romans 3:22-25. Romans 3:22-25. Romans 3:22-25. My reader. Romans 3:22. Yes. This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all who will believe. There is no difference between Jew and Gentile. For all who have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Jesus Christ. 25. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness. Because of His forbearance, He had left the sins committed beforehand unpunished. Pigia Yesu makofi mazuri. Na kuna part kubwa nimeruka hapo, ndio twende pamoja. The scapegoat, vile imeenda wilderness. Sasa huko wilderness, hapo nimeruka sehemu tu kidogo ndio nimalize mapema. Now listen this. Ukisoma Romans 3:22-25, maandiko yanasema na Mungu akamtoa Yesu Kristo kama dhabihu
ya kuleta urekebisho, ya kuleta usafi, ya kuleta utakatifu wa dunia yote. Tupigie Yesu makofi mazuri. So wakati unaona mtumishi wa Mungu anaitwa Paul, Apostle Paulo, ama mtume Paulo anaposema all have sinned, haimaanishi ukae kwa dhambi. Anaongea kuhusu dunia yote, wale waliotangulia na watu wa kisasa, watu watakaokuja. Maandiko inasema anatueleza kwamba na Mungu akamtoa Yesu Kristo kama dhabihu ya watu wote, kama the sacrifice of atonement, ama dhabihu ya utakaso kwa dunia yote. Pigia Yesu makofi mazuri. Sasa hapa tunaelekea ndio maswali iko. Mwambie mtu uliza swali kama apostol auliza. Uliza tu. Hapo tutalipeleka hiyo. Twende pamoja. Now listen, hapa tunaingia. Ndio sasa nataka uwe macho. Bara kush. Hapa tunaingia sasa Hebrews 6 to 10. Hebrews 9 6 to 10. Sasa nataka tuone pale, maana tutafundisha kitu ya maana sana. Pigia Yesu makofi mazuri. Uhuru wa Yesu. Now listen this kingly. Hebrews 9:6. Isome kwanza 6. Yes. When everything had been arranged like this, the priests entered regularly into the outer room to carry on their ministry. Endelea 7. But only the high priest entered the inner room, and that only once a year, and never without blood, which he offered for himself and for the sins of the people had committed in ignorance. Now, sikiliza. Maandiko nasema the only place. Nani alikuwa anaingia tu hapo? The high priest. High priest alikuwa anaingia akiwa na damu mkononi, damu ya dhambi zake na dhambi za watu. Ndiye alikuwa anaingia pale patakatifu. Now listen. Pale patakatifu. Now listen. Kwa nini? Listen. Hapa sasa ndio nataka uone kuhani mkuu na damu za wanyama ndio walikuwa wanaingia pale patakatifu peke yake. The high priest. Somea hapo mbele. Karibia tu kumaliza. Hapo ndipo muhimu sana tunapoelekea. Somea. Verse 8. Yes. The Holy Spirit was showing by this that the way into the most holy place had not yet been disclosed as long as the first tabernacle was still functioning. Na usikiliza, nataka usikilize hii. Maandiko inasema kupitia kwa Roho Mtakatifu tayari, kwa sababu kulikuwa na kitu tunaita tabernacle. Mungu hakuwa amedhihirika. Ndio maana hakuwa amejitambulisha kwa watu. Ndio maana sasa ilikuwa mtu anaenda na damu katika holy place. Hapo mbele maandiko inasema, sikiliza. Verse 9. This is an illustration for the present time, indicating that the gifts and sacrifices being offered were not able to clear the conscience of the worshipper. Now listen, maandiko inasema hizo vitu because tunafanya physical, they are not real. Si vitu ambavyo vinafaa vikuwe physical. They are spiritual demonstration. Ni ishara ya kiroho inayoonyesha, sikiliza, inayoonyesha kwamba Yesu atakuja kuwa dhabihu. Atakuja kuwa dhabihu kwa sababu ya watu wote. Ndio maana mstari wa 8 na 9 unaelezea kiundani. Kwa hiyo listen. Kwa hiyo katika mambo ya kiroho, the physical tabernacle, sanduku la agano ambalo unaiona na macho, ilikuwa ni mfano. Listen, ilikuwa ni mfano wa mambo ya kiungu. Ndio maana Daudi
Sidika anasema God lives in holy place. God lives in holy place. Pigia Yesu makofi mazuri. God lives in holy place. Mstari wa 10. Verse 10. Yes. They are only a matter of food and drink and various ceremonial washings, external regulations applying until the time of the new order. Bwana Yesu asifiwe. So hii ilikuwa inafanywa tu for physical demonstration kwa sababu ya yule Yesu atakuja. Now listen this. Yesu alipokuja, Jesus alipokuja ako na kitu tunaita mwili, body, na ako na kitu tunaita blood. Sasa Yesu ndiye anaingia holy place, and the holy place is where God dwells. Yesu sasa ndiye anazichukua zile dhambi zote watu wamezivaa, zile za Old Testament zote. Hiyo kuzi ilipotea na hizo dhambi zilikuja kuchukuliwa na Yesu. Hapo kuna sehemu nimeacha kidogo kwa sababu ya muda. Hizo dhambi zote maana zilipotea na kuzi wilderness. Hakuna mtu anajua zilienda wapi. Zilikuja kuchukuliwa na Yesu Kristo. Ndio sasa damu ya Yesu Kristo, Yesu na mwili wake na damu akaingia pale patakatifu. Alipoingia tukampa jina, tukamwita the high priest. High priest. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen this. Akuta, move with me. Now listen this. In spiritual realm, katika mambo ya anga, kuna, listen, in the throne of God, taka nieleze what we call the throne of God. Fika hapo, throne of God. Kuna watu wanaulizanga kwani Mungu anakaa mbingu ngapi? Listen, tuende pamoja. Sehemu ya Mungu ambayo anaishi hakuna mtu anaweza fika, lakini maandiko inasema throne. Ukisoma maandiko nitakupatia notes zote. Maandiko inasema kwamba between the two cherubims ndio tuko na kitu tunaitwa the throne of God. So the throne of God, there is power na kuna utakatifu kulingana na Revelation. Now listen, mahali Mungu anakaa kivyake. So Yesu aliingia katika ile tunaita the mercy seat, pale pa Mungu, the holy place, mercy seat. Na angalia kwa nini tunasema inaitwa mercy seat. Listen. This is where Jesus entered and also sat there. Mercy seat. So mercy seat ni hii kifuniko. So Yesu alikuja kukaa pale pa Mungu. Halo? Maana Mungu angekaa pale watu wangeendelea kukufa kama na damu na mbiu. Lakini Yesu ndiye alikuja kukaa pale. Kwa nini inaitwa mercy seat? Inaitwa mercy seat kwa sababu Yesu akiwa pale, listen, akiwa pale katika kiti cha utawala. Ndio maana maandiko pale inasema the throne, kiti cha utawala, anaweza akaonyesha huruma kwa dunia yote. Maana ameingia kama high priest. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen this. Now, kwa sababu Yesu aliingia na zile dhambi akiwa kuhani mkuu, how should we enter this holy place? How should we enter this holy place? How should we enter this place? Tunawezaje kuingia katika pahali patakatifu? So wakati tunasikia mtu akisema mercy seat, it is the place of God. Na hiyo kiti ilipewa Yesu Kristo, akatawala pale. So mercy ni hii kifuniko. Now listen this. Rohoni, in spirit, wakati unasikia kuna mbingu ya Mungu inakaa kama hii. Ndio maana yule alitengeneza sanduku la agano, alitengeneza mbingu duniani na Mungu akakaa. Ndio ukichezea unakufa. Now listen. Mbinguni kuna hii structure na imejengwa na dhahabu. So unasikia Yesu anakaa mahali ambapo kumejengwa na dhahabu, alipewa kile tunaita mercy seat, kifuniko tu.
Ndiye alipewa. Now listen this. How can we enter the holy place? How can we enter? How can we enter the holy place? How can we enter the holy place? Tunaweza ingiaje pahali patakatifu? Yesu kuhani mkuu sasa akasema katika kitabu cha 1 Peter 1:15, be holy as I am. Alijua huwezi ingia hapa. Now listen. The challenging part of the Bible, listen this. The challenging part of the Bible inasema tumefanyika kuwa wana kama Yesu Kristo. Tunafaa tuketi kwenye kile kitu kinaitwa mercy seat. Ndio uitanishwa na Mungu. Listen. Ndio tuitanishwa na Mungu, tunafaa kuketi pamoja na Yesu Kristo. Nasikia kwa sasa Kristo anasema tutaingia na baraka na sifa moyoni. Tutaingia kwa shangwe tu. Tutasema Yesu ameifanya yote kwa shangwe. Tutaingia moyo, tutaingia, tutasema piga hapo tu. Now listen, mercy seat ni mahali ambapo sisi wote tunafanyika kuwa watoto wa Mungu. Na Yesu kuhani mkuu anajua yeyote atakayeingia hapa akitumia damu yake must also. Unajua Yesu alijua Mungu hapendi kitu kinaitwa uchafu, na aliingia akiwa mtakatifu. Now listen, Yesu anatuambia 1 Peter 1:15, be holy as I am. Kweni watakatifu kama mimi. Pigia Yesu makofi mazuri. Ndio mahali nimeketi muweze kuketi. Yesu alituambia kitu kimoja, naenda kuwajengea makao na nikimaliza nitawakujia. Watu wanaona ni makao alienda kujenga. Hapana, aliambia watu hivyo kwa nini? Jiulize swali. Aliwaambia kujengea makao ni kufanya nini? Alikuwa wa kwanza kuingia pale. Sasa na wewe ndio uingie pale. There are requirements, there are conditions. Mwambie mtu kuna sheria. Mwambie vizuri, mwambie kuna sheria. Now listen, Yesu aliingia na mwili na damu. Na wewe? Yesu aliingia na mwili na damu. Yesu alikupatia vitu viwili kuingia hapa. Maandiko yanasema God is spirit and God is fire. The word says God is spirit and God is fire. Utasikiliza, mtu mwingine asikilize. Nyakati za Musa, kitabu cha Leviticus inasema hata ukianza kwenye kwarusa ati skin imeharibika, haungeingia pahali patakatifu, haungeingia mercy seat. Ukiingia unakufa. Lakini listen, wakati Yesu aliingia hapa na damu na mwili wake, sisi hatuwezi ingia hapa na mwili. Listen, not unless because God is above all things, the knowledge of human being. He can change everything and he can also say something new. Lakini listen this, ndio tuingie hapa, alikupa njia moja. Akakwambia ninakupa hii, ninakupa spirit na ninakupa moto. Nikikupatia hizi mbili utaingia pale. Pigia Yesu makofi mazuri. Yesu alijua hii. Akawaambia watu, wakati utakuja na sasa umekuja. Wakati hamtakwenda na mlima kwenye mlima wa Yerusalemu, lakini mlima wa Roho, spirit. Nini? Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen, ndio uingie mahali kunaitwa mercy seat. Mercy seat ni mahali Mungu Yesu ameketi. Ndio uingie pale, lazima uwe na vitu viwili. Lazima uwe na spirit na fire. Hapa kuna mahali nimeandika dini. Mahali nimeandika dini. Nimeandika ABC. Nimeandika AC. Nimeandika government. Nimeandika nini?
Naandika Catholic, no. Ukiingia pale lazima uwe na hizo vitu viwili, spirit and fire. Ndio kukawa na Paul ambaye ni mwerevu sana, akasema mtu anajulikana na Yesu akiwa na spirit na akiwa na fire. Kama hauna spirit na hauna fire, haujulikani mbinguni. No matter how you are demilization, ama no matter how uko na dini na hauna roho na moto, there is no excuse to enter there. You must accept the spirit and you must accept the fire. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen, this is very important. What is the Ark of Covenant today? What is the Ark of Covenant today? What is the Ark of Covenant today? Listen this. You understand? What is the Ark of Covenant today? Listen. Spirit ya Mungu inabeba sheria. Are you getting me? If you are getting me, get the Holy Spirit. What does the Holy Spirit say? Maana ndiko nasema juu ya masjid kutakuwa na cloud. Cloud is sauti ya Mungu. Along where Jesus is, there is voice of God. Sasa naweka hichi, sasa niende hapa. What is the Ark of Covenant today? The Ark of Covenant today is spirit and fire. This is the Ark of Covenant today. The spirit is pure and corrupted. Listen this. The Spirit of God is pure and corrupted, and God knew. Listen. Kuna watu kama Biblia wako na ufunuo sana. Kama Paul anasema lazima uwe msafi kwa spirit yako, kwa nafsi yako na kwa mwili. Ndio. Now listen, the Ark of Covenant today is your spirit and the fire that you receive. Without that, you are not known heaven. Without that, you cannot enter the mercy seat. You cannot enter the mercy seat without fire and the Holy Spirit. Hata ukikula Holy Communion, hata ukifanya nini, hata ukifanya nini without fire and the Holy Spirit, you cannot. Now listen to this. You should clap your hands in Revelation to come. Listen this now. Wakati unasikia that is a man of God, wakati unasikia that is a daughter of God, is someone with heart of covenant. Now nifanyie hili tu, sema haleluya, weka chini. Now listen this. Wakati unasikia yule ni mtume Paulo, yule ni mtume Peter, yule ni mtume James, ama ni mtume Daniel, what comes in your mind? The Ark of Covenant in that person. Pigia Yesu makofi mazuri. Gusa mwenzako mwambie, be alert in the name of Jesus. Mwambie, I command laziness out of you in Jesus name. Ni kama mpendi, maandiko inasema tupendane tu. Mwambie, ninakataa unyenyekevu katika maisha yako. Mguse. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen this. Wakati unasikia that is Daniel, that is someone else, that is someone else. How do you know that person as an Ark of Covenant? Sanduku la agano leo, Yesu alikuwa mrefu. Na akasema wakati utakuja, wakati sheria zitaandikwa kwenye mioyo yenu. Chaka bibohandi mashari. Listen this. Kwa nini tukiwa hapa, when we worship, unahisi uwepo wa Bwana? As long as ndani yangu kuna Ark of Covenant, kuna fire na Holy Spirit, lazima muizi hiyo. That is not a choice, it's not something to decide. Listen. Na ukija kanisa ambapo kuna fire and Holy Spirit, there is God. Listen. Na ukiwa hapa, ile anga lazima ibadilike because kuna sanduku la agano liko ndani ya mtu. Pigia Yesu makofi mazuri. Can I tell you one more thing here?
Siku moja katika Biblia watu wakachukua ile sanduku la agano wakaficha kwao. Miungu ilianguka, wakapatwa na laana, curses, kwa sababu ya kubeba sheria. Now listen, mimi ninajua kwamba yeyote anakuja kunibeba ili aende kunitesa, badala aniteswe, the opposite happens, because he is carrying the ark of covenant inside me. Pigia Yesu makofi mazuri. Listen now, wakati unapokea the spiritual one, wakati unapokea fire, listen, anyone who comes close to you and is ready to destroy you, listen, he cannot destroy the mercy, he cannot destroy the fire in you, he cannot destroy the Holy Spirit in you, because there is some power inside you. If you are together, shout amen. Now listen this carefully. I wonder, a man from this market, hiyo kitu kuniambia, hiyo kanisa hiyo pale, nimeongea vibaya, sinaongea na sina content, na nikamwambia hautakuwa na content kuanzia leo, lakini nitakuwa na content nyingine ya Roho Mtakatifu na fire. Pigia Yesu makofi mazuri. Now listen this. Nikiwa na ark of covenant, there must be influence. Hello? You have to get the raise up your hands. Hata hii area ya mtituni tutaifika na fire, tuifike na Roho, mtakuja mpaka wajukuu na kuingia mbinguni. Listen, na kumsifu Bwana mtituni, sio tafadhali. Na hii anga tunarelease yale ya kuimba mpaka hata ukilala kama kujani kanisani uko pale ile hapo tunaimba hata mimi ninajua katika jina la Yesu kupitia ark of covenant inayobeba. Unajua hata wengine hapa bila hata kukuja unalala kwa kitanda unaongea tu ndani rapo dabasha na akili zao zikakamatwa na anointing ya hapa. Now listen this. Why do you fear people? You fear people because there is no ark of covenant in you. Why do you bother about the people who misuse their mouth by talking more about you? Because you have no ark of covenant. Let people misuse their mouth. Let people misuse their talk. Let people misuse their time. But you have no time for that. Your time is to work and worship the Lord. Listen. Hii atmosphere ya mtituni, listen. Iko time coming. Hakuna mtu mnakaa unadiscuss emotionalization. Utakuwa unakaa chini unaongea kimaandiko. Unaongea design hii ya ark of covenant ama sanduku la agano kweli. Yaani ukiongea na mtu akianza emotionalization unamwambia tuache hiyo. Can we see Leviticus 16:2? Datu ede ba ibo shanda ba ori da bashidi ma anglos. Listen, children of God. There is nobody who can defeat a daughter or a son or any person who carries the ark of covenant. If you listen to me carefully, hata hii sokoni, wale ambao hawatamwamini Mungu wa kweli na Roho watafunga watu wache na tutamiliki tu, and they will come as customers and they will not be friends. Now listen this. Do you know why the children of Israel made it? Listen, walifaulu kuwaondoa watu Kanaani waishi, maana kulikuwa historia inasema it was populated, kulikuwa na watu wengi. Waliwaondoa aje? Sanduku la agano kwao, na miungu inapepetwa mpaka inalala kifudifudi, and they occupied. Now listen, hata mimi najua ikiwa hapa mtituni, listen,
There is no better church than this. Ukitaka ondoka na utarudi tu. Pigia Yesu makofi mazuri. And one day I discovered something. Whatever is not for God, listen. Whatever is not for God in your life, listen. Kama haitaongea lugha ya mbinguni, then itanyamaza. And now listen this, children of God. Today you may think you are suffering, but you are not suffering. Listen, God is waiting for you to position yourself to receive the covenant of God. Na leo ninataka umwambie Mungu tu, I need your covenant. I need the ark of covenant. Hebu inua mkono wako where you are. Kuna mtu namuona katika anga. Inua tu mikono. Naona nipadoshe Biblia na Basai. Inua tu mkono na ikiwa tu ni wewe Mungu atakusaidia. Kuna mtu namuona katika anga. Kuna nuru inakumulika from the mercy seat coming upon you. Mtu wako mbele huko. Na kuna kitu nothing. Tusimame sisi wote. Na itakuwa aibu mtu kuondoka akiacha nyakati kama hizi. There is something like a falsehood that will stand against you. Bata kushaka kabis. Peripadusha. Litadada. Inaone tumikono where you are. Ninataka tu kuombea baraka tu where you are. Where you are. Inua tu mikono yako. Kabla tufanye chochote. Where you are. Inua tu mikono. Na wale tunatoka nje. Na usitoke nje. We are finishing. Worry not. Inua mikono yako tu where you are. Nataka tufanye tu. Umwambie Mungu, I need the ark of covenant. I need the covenant over my life to enter the mercy. And I will influence people to your kingdom. I will evangelize your gospel. I will overcome those who are against me. Tayari kuna watu wameanza kupokea. You must anxious, you must be very quick. Na naomba watu wasiende nje tu. There is standing right here for Sunday. Surrender to the Lord. Man, someone must be serious. Don't go outside. You must be serious. The ark of covenant is coming. I have it and you will have it. The ark of covenant is coming upon you. Your life is being put into system. Worry not. Raise up your hands. Umeshindwa pale kwa biashara kufaulu. Umeshindwa kupata customers. Umeshindwa kupata kazi. Life is touching. Shut up your mouth. Believe. The ark of covenant is coming upon us. No defilement will overcome the holiness of God. No wickedness that will overcome the ark of covenant. The ark of covenant is a rock.
carrying out the mantles of our covenants. I can see people from here dominating everywhere because the act of covenant is upon them now. After this service, Father, listen now.
Uko hapa na ulikuja leo na wewe ni mgeni. Kuna kitu ulitaka leo, uko hapa wewe ni mgeni. Uko hapa wewe ni mgeni na kuna kitu ulihitaji kuombewa, wewe ni mgeni na umekuja hapa. Just come. Wewe ni mgeni, kuna kitu ulitaka kuombewa. Come here. Wewe ni mgeni, kuna kitu ulitaka kuombewa. Come closer. Wewe ni mgeni, you are here. Kuna kitu ulitaka kuombewa. Wale wengine, chukua sadaka yako wewe hapa. Wewe ni mgeni. Naomba usitoke nje mpaka tumalize. Tunamaliza very soon. Asha wako, you must be connected to God. Amana ni kupatia kwa Mungu. Watu wasitoke. Ndio kama yeye. Wewe ni mgeni, ulitaka kuomba. Sasa hapo ndio. Bwana ni kwa yeye. Saka nipate sister kuanzia leo, change this time. We change our song. The Lord
Masika Kiburu Babita Eba Shari 1, 2, 3 Shari Alafu chini Nama Jesus Nama Jesus Kami Nama Jesus Baba Kami tunasaidia tu right now in the name of Jesus. Tunakupa na shukrani mara kwanza pili na tatu amen. The name of Jesus. Totally nabii it is over. Tunakupa all over the body. The name of Jesus. Amen. Katika kiti na mikono Krisha uchawi uliokaa kwenye anga unakuta sana katika soko 1 out 2 out kama tatu be set free katika kiti mado na ishaira mikono Lord Almighty tutoke ilivamia familia alipewa na kidanya katika anga be out of that bondage. The name of Jesus. Ufufuo juu yako Jesus name. Lishana ite rashande mani. Mami kuna nguvu inashuka mara ya kwanza, mara ya pili na mara ya tatu. The glory of the Lord ikawe juu yako. That which you needed is now upon you. The name of Jesus. Litana kushana rika dinamis. Tunapashani saponi. Mara ya kwanza ya pili na tatu touch. Hii itikosiari yafanyike kwako. Kama Jesus kuna nguvu inakushukia mara ya kwanza ya pili na tatu. Ili wako wote kajaza na nguvu. Touch. Kama Jesus usapona sikawa juu yako. My son, as you've been faithful, there's something new over your life. The glory of the Lord shall reign on you. Be ready now. I'm giving you a mantle over generations. Be ready now. Mara ya kwanza ile mantle come. Mara ya pili na mara tatu hiyo hiyo. Hiyo inashuka. Hiyo inakushukia. Tena wa Jesus. Amen now. Amen now. Amen now. Amen now. Amen now. Sina solo. Itawala sina kutawala. Kama usadi inashuka kuna kitu utaona kama radi itapasua anga na kuingia ndani yako. Mara ya kwanza ya pili na tatu rasha kawe nayo katika maisha yako. The name of Jesus. Litadados inte the will of the Father. Marco Basari. This is a time the Lord has planned for you. Something new, a new chapter. Chapter of glory, chapter of liberation. The name of Jesus. I plant a seed of generation. Marco Sarira and Devasari. In the realms of the Spirit, the Lord shall reign upon you. In the name of Jesus, I pray and believe. Litadados, Richadados, Litadados, Indelis, Sita. Inapombea mara hizi ya kufungulia anga ili tapobaliwa. Mara ya kwanza na pili na tatu. Amina. The name of Jesus. The name of Jesus. Amina. Katika jina la Kristo. The name of Jesus. Amina. Lord of the Lord. Amina. Jesus name. Madarash. Rishede. Rikararas. Amina. Jesus name. Kawe juu yako katika Yesu Kristo. In the name of Jesus. As you believe, let it be. In the name of Jesus. Lishara. Indele. Likararas. Ripadabaya. In the name of Jesus. New glory. New chapter. In the name of Jesus. Litara. New glory. New chapter. In the name of Jesus. New glory. New chapter. New glory, new chapter. The name of Jesus. La Rus, Rida, just name of Mama. Amina chini msaada yako.
the name of Jesus. Amen. Mwaka bashiri na kuna nguvu inashuka juu yako. There's something now is going to happen in your spirit. One, mara ya pili vile ina mara ya tatu. Na kamata anga yote ya urogi kwa maisha yako. The name of Jesus. Leta usharada. Retadia shandarius. Retadaba. Grace is coming upon Badabashe. Retadia shandarius. The name of Jesus. New glory, new moment, new times. The name of Jesus. Lepadaba. Rindevi. Rindevibas. The name of Jesus. Lepadabus. Rindadaba. The name of Jesus. New glory, new chapter. Jesus' name. Naomba hapo ulipo tu ushike sadaka yako.